Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaungana na hii familia ya Zakari, Lukorito na Benedict Barasa ili kuweza kuombea mmoja wetu Triza ambaye Mwenyezi Mungu ameweza kumuita aweze kumjalia pumziko la amani. Ndugu zangu na dada zangu, kulingana na Mtakatifu Tomaso wa Aquino anapoeleza mwanadamu, anatuelezea kwa human person is a composite being, ya kwa mwanadamu ametengenezwa na viumbe kadha wa kadha. He has a body, soul and the spirit, na hizi vitu zote huwa zinaenda pamoja, na wakati sasa anakufa, basi mwili, roho inatoka kwa mwili. Ndugu zangu na dada zangu, kifo kiko, na haya maisha ni mafupi, hatujui tutakufa lini. Jambo ambalo tunaomba ya kuwa saa ya kufa kwetu tuweze kuitwa na Mwenyezi Mungu. Na saa ya kufa kwetu kuweza kuitwa na Mwenyezi Mungu, ni mambo gani ambayo tunahitaji kufanya kama wanadamu? Somo la kwanza, Nabii Zekaria anatabiri wakati wana wa Israeli wametoka utumwani Babeli, na wanaporudi kule Yerusalemu wanapata ya kuwa hekalu ambalo lilikuwa kule Yerusalemu ambaye ilikuwa mji mtakatifu, hekalu lilikuwa ndani mwa mji Yerusalemu, limebomolewa na maisha hayakuwa mazuri sana. Basi anaona mtu ambaye anakuja kukarabisha hilo hekalu lake Mwenyezi Mungu ili watu waendelee kulitumikia. Ya kuwa katika maisha yetu, ili saa ya kufa kwetu kuweza kuitwa na Mwenyezi Mungu, somo la kwanza, alama ambayo inajidhihirisha ya kuwa mimi na wewe tumealikwa kurekebisha vitu ambavyo vimeharibika katika maisha yetu. Mara ngapi mimi na wewe badala ya kurekebisha vitu ambavyo vimeharibika tunalalamika, tunahuzunika, na wakati mwingine hatuwajibiki kutekeleza hayo majukumu yetu. Saburi ya kuitikaza, na tumesikia Bwana ni nani atakayekaa katika hema lako. Tufanye mambo gani ili saa ya kufa kwetu tuweze kukaa maskani pake Mwenyezi Mungu? Saburi ya kuitikizana inatuomba ya kuwa tuwe watu ambao ni watimilivu. Mtu mtimilivu ni mtu mgani? Tunaposoma Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 48, Kristo anaambia wanafunzi wake ya kuwa wawe wakamilifu, wawe watakatifu kama Baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kulingana tena na saburi ya kuitikizana inatuomba ya kuwa mimi na wewe, ili saa ya kufa kwetu tuweze kuitwa na Mwenyezi Mungu, tuweze kuishi maisha ya ukweli. Je, mimi na wewe tunaishi maisha ya ukweli? Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 32, let us speak the truth and the truth will set us free. Katika Injili basi kijana tajiri mmoja anamwendea Yesu na anamuuliza Yesu, Bwana, nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Kristo anamkumbusha ya kuwa, je, unazijua amri zake Mwenyezi Mungu? Anasema nazijua. Anamwambia usisini, usiibe, usiseme uongo, waheshimu baba na mama. Ndugu zangu na dada zangu, ili mimi na wewe kuweza kurithi uzima wa milele, we have laws in our society that govern us. Are we faithful to those laws?
Tuombe neema na baraka yake Mwenyezi Mungu ya kuwa masharti, maagizo ambayo yanatuelekeza katika maisha yetu tuweze kuyatii na tuweze kuyafuata. Huyu kijana tajiri anaambia Yesu ya kuwa nimeyashika yote tangu utotoni. Kristo akamwambia kuwa nenda uuze mali yako uwagawie maskini, alafu njoo unifuati, ili mimi na wewe niweze kurithi uzima wa milele, niishi maisha ya ukarimu, niweze kujali wale ambao ninakaa nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tusimame.